lazima kumbukumbu ikae sawasawa ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage 5 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo, na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage 5, sisi tutakuwa na 8. Wakifikia 8, sisi tutakuwa na 11. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba kuwa na mafanikio haya mfululizo ya kucheza mara 5 hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo finali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu, kundi D. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo finali inshallah. Hatujazoea, haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika. Na mwaka huu pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Lakini kuvuka kwetu kwa safari hii kunahitaji tufanye kazi kweli kweli. Tunahitaji tushikamane kweli kweli. Tunahitaji tuwe nguvu moja ya dhati ili tuweze kuvuka. Sio nyepesi hata kidogo, lakini tutavuka. Na ili tuweze kuvuka, lazima tuanze vema tarehe 23 dhidi ya Petro Atletico di Luanda kutoka Angola. Ndugu zanguni, tusiwadharau, tusiwachukulie poa, na watu sijisahau hata kidogo na tukadhani ya kwamba kwa sababu hawa ni weusi kutoka Sahara, kutoka kusini mwa Afrika, basi watakuwa ni wepesi. Ndugu zanguni, hii timu tunayocheza nayo Jumapili ijayo ni timu jiwe kweli kweli, ni timu ngumu kweli kweli, ni timu bab kubwa kweli kweli. Na tusipofanya maandalizi yetu sawasawa kwenye idara zote, tutavuliwa taulo ukwenye. Lazima tujipange sawasawa. Anafungika Petro Atletico di Luanda, lakini sio kwa maneno na mdomo. Kazi ifanyike sawasawa. Kwenye upande wa kikosi hatuna mashaka. Meneja Dimitar Pantev, Selemani Matola Veron pamoja na wasaidizi wote wa benchi la ufundi wanaendelea na mipango yao thabiti kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Palikobaki ni sisi upande wa mashabiki, na sisi tufanye ama tutimize majukumu yetu ipasavyo, twende tukapate ushindi siku ya tarehe 23. Inawezekana tukaondoka na ushindi hapa Benjamin Mkapa. Lazima tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo, lazima tuje wote, lazima twende tukaishangilie timu yetu. Kila mwana Simba aje na mzuka wa kutosha, aje na energy ya kutosha, aje na nguvu ya kutosha. Twende tukaishangilie, tukawape moto na morali wachezaji wetu, wakatupambanie, wakapambane, wakapigane, ili mradi mnyama aondoke na alama 3. Kuna maana kubwa sana tukishinda mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi. Lakini kampeni yetu ni ile ile, 9 Benjamin Mkapa ni haki yetu. Kwa hiyo tunaanza na hizi 3, zinakuja 6 nyingine, lazima waziache Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, hili wala halihitaji nguvu kubwa sana kukumbushana. Sote tunafahamu, mashabiki wa Simba, uimara wetu, nguvu yetu,
siku zote imekuwa ni mashabiki. Siku zote nguvu yetu imekuwa ni ninyi. Mara zote mlipokuja uwanjani, mara zote mlipoujaza uwanja Benjamin Mkapa, Simba tulipata matokeo mazuri. Kwa hiyo password, kodi ya Simba kupata matokeo tarehe 23 mnayo ninyi mashabiki wa Simba. Kuja kwenu kwa wingi uwanjani siku hiyo ndiyo password ya Simba kupata ushindi siku hiyo. Asibaki mtu tawini, asibaki mtu nyumbani, kila mtu aje Benjamin Mkapa. Mkija kwa wingi Benjamin Mkapa, ninawahakikishia siku hiyo mnyama anaondoka na alama 3. Na sisi tunachokitaka siku hiyo ni alama 3 tu, tuwe tumeianza vema kampeni yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndugu zangu ni waandishi wa habari, ndugu zangu ni wana Simba, ndugu zangu ni wana studio, Benjamin Mkapa inaingiza mashabiki 60,000. Wana Simba wa hapa studio tu wakiamua wenyewe, kila mmoja akaamua kununua tiketi hapa studio sokoni tu, Benjamin Mkapa inajaa studio peke yake, bila watu kutoka Magomeni, kutoka Chanika, wala kutoka Mbezi, wala kutoka Mbagala. Tuwahitaji watu wa studio peke yake, wakiamua wanaujaza uwanja Benjamin Mkapa. Na siku hiyo ya tarehe 23 tunatakiwa kuijaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Sisi Simba Sports tumechagua kubaki Benjamin Mkapa. Nadhani wote nyie ni mashahidi namna gani watu wanaugwaya uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu wanauogopa uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu wameushindwa uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu hawauwezi Benjamin Mkapa, namna gani watu wanapwaya Benjamin Mkapa. Lakini sisi tumesema piga ua, tunabaki Benjamin Mkapa. Na jeuri ya sisi kubaki Benjamin Mkapa, uwanja mkubwa, jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi mashabiki wa Simba. Tuna imani na tunaamini tukiwaita mnakuja 60,000, na ndiyo maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu 12,000, tunabaki hapa hapa Benjamin Mkapa kwenye kiwanja cha watu 60,000, kwa sababu watu hao 60,000 Simba Sports Club tunao na tunawahitaji tarehe 23. Benjamin Mkapa sio ya kila mtu. Benjamin Mkapa sio ya kila timu ya Tanzania. Benjamin Mkapa ni uwanja wa Simba Sports Club, na ndiyo maana hatuhami, na ndiyo maana tunasema ya kwamba tarehe 23 mechi yetu ni Benjamin Mkapa. Kama uwanja wa Benjamin Mkapa hauna shida yoyote, sisi hatuwezi kwenda kucheza uwanja wowote ule zaidi ya Benjamin Mkapa, na tunabaki hapo kwa sababu ya wingi wa mashabiki tuliokuwa nao. Sababu pekee itakayotuhamisha Benjamin Mkapa ni uwanja ule ufungwe na serikali, lakini kama uwanja uko wazi, sisi tunatakiwa kubaki Benjamin Mkapa kama ambavyo tunabaki Benjamin Mkapa tarehe 23, na tunabaki Benjamin Mkapa
kwa sababu yenu ninyi mashabiki. Tunaamini mpo wengi na wote mnastahili kuja Benjamin Mkapa, na ndiyo maana tumechagua na ndiyo maana tumebaki Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni chumba cha baba halali mtoto, ndio maana watoto wote wamekwenda Zanzibar, baba anabaki chumbani kwake. Tumeelewana eh? Benjamin Mkapa ni chumba cha nani? Ni chumba cha baba, na sisi ndio baba wenyewe. Tumebaki chumbani kwetu, watoto wamekwenda Amani. Baba hakimbii chumba chake, ila mtoto anakwenda kulala chumba cha watoto ama chumba cha wageni huko. Sisi tumebaki nyumbani kwetu, tumebaki chumbani kwetu Benjamin Mkapa. Sisi kipaumbele chetu, na hiki kila mtu atambue, sisi kipaumbele chetu hasa kwenye michuano ya kimataifa ni kucheza Benjamin Mkapa.